Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Kazi na utu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Musa Azan Zungu, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninayo heshima Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwanza nitumie nafasi hii kukaribisha sana katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, lakini kupongeze sana kwa dhati kwa kuendelea kuwa imara katika kuunda serikali bila kupuuza maneno, ushauri, hisia za Watanzania kwa ujumla wake. Na katika hili naomba wote kwa pamoja tumpigie makofi Mheshimiwa Rais kwa kufanya hayo. Aidha, Mheshimiwa Rais, nikushukuru sana pia wewe pamoja na Dr. Emmanuel Nchimbi pamoja pia na Dr. Mwigulu Lameck Nchemba kwa kuendelea pia na uongozi ambao unashirikisha na sio kugawa taifa letu. Nikushukuru sana pia Mheshimiwa Rais kwa kuunda pia baraza la mawaziri. Na katika hili Mheshimiwa Rais, nitumie nafasi hii kuwashukuru na kuwapongeza mawaziri wote, lakini kwa zaidi Mheshimiwa Rais kuunda Wizara ya Vijana ambayo ndio nguvu kazi ya leo kwa taifa letu. Mheshimiwa Rais, sisi wana Dar es Salaam tumekusikiliza siku kiu unaapishwa. Tumesikiliza hotuba yako ya kwanza katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maelekezo yako yote tumeyatekeleza na tunaendelea kuyatekeleza kwa kuhakikisha tunafanyia kazi, kwa kusikiliza makundi yote ya msingi, kwa kusikiliza hisia zao, kwa kusikiliza matatizo yao, ili tuweze kuyafanyia kazi na tuweze kuendelea kuunda taifa lenye umoja. Mheshimiwa Rais, leo unakutana na baraza la wazee katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Hii ni faraja kubwa sana kwetu, kwa sababu uzee ni dawa na wazee ni kisima cha maarifa. Tanzania inakusikiliza leo. Tulitoa taarifa kwamba leo utazungumza na wazee katika mkoa huu, lakini pia utatumia nafasi hii kuhutubia taifa letu. Na kila mmoja ana hamu na shauku ya kuweza kusikiliza wewe Mheshimiwa Rais, na sisi tutaendelea kuchukua yale ambayo utaendelea kutuelekeza ili tuweze kuyafanyia kazi. Moja ya agizo lako Mheshimiwa Rais ambao ulilitoa ilikuwa ni kuhakikisha mikoa yetu tunaifungua ili irudi katika hali ya kawaida. Nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye amefanya ziara katika mkoa wetu wa Dar es Salaam na amehutubia pia wana Dar es Salaam, na hotuba zake zimekuwa ni zenye mafunzo na hisia. Zimekuwa ni hotuba zinazounganisha watu na hotuba zinazofungua mlango kwa mtu yoyote mwenye manunguniko kuweza kukaa meza moja. Mheshimiwa Rais, nitumie kwa dhati kabisa kumshukuru kiongozi huyu ambaye pia amekuwa bila kusita akizungumza na kila makundi bila ubaguzi wa aina yoyote. Naomba ndugu zangu wajumbe tumpigie pia makofi Mheshimiwa Lameck Mwigulu Nchemba. Aidha Mheshimiwa Rais, katika maelekezo yako leo tunao mawaziri ambao pia tutawatambulisha wako katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, na baadhi yao wamekwisha anza ziara katika mkoa huu kwa kuhakikisha wanasimamia huduma za msingi kuweza kurudi ili wana Dar es Salaam wasipate tabu kabisa. Na kwa kufanya hivyo Mheshimiwa Rais, jana Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuwakilisha amezindua semina maalum iliyokuwa chini ya Katibu Mkuu Kiongozi kwa mawaziri wetu, na ambao leo wameungana nawe hapa ili kupata maelekezo katika hotuba yako kwa wazee hawa. Baada ya kusema haya Mheshimiwa Rais, nitumie nafasi hii sasa
kuwatambulisha wachache walioko hapa ili uweze kufahamu vizuri nani amekuunga mkono kujumuika nawe katika ukumbi huu. Pamoja na viongozi wakuu ambao upo nao meza kuu, naomba pia utambue tupo na Mheshimiwa Salum Ramadhani Matimbwa, mwenyekiti wa baraza la wazee wa mkoa wa Dar es Salaam. Naomba simame apunge mkono. Lakini pia tupo na katibu wa baraza la wazee Bi Hafsa Ismail. Mheshimiwa Rais, ninayo heshima pia kumtambulisha Dr. Asha Rose Migiro, katibu wa Chama cha Mapinduzi CCM. Yeye pia ameambatana na baadhi ya viongozi wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Dar es Salaam, akiwepo wa NEC katika mkoa wetu. Naomba msimame mpunge mkono. Katibu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam. Aidha pia Mheshimiwa Rais, wazee hawa wote wapo chini ya wizara anayoiongoza Mheshimiwa Dorothy Gwajima. Naomba simame. Naomba pia waheshimiwa mawaziri mlioko hapa msimame mpunge mkono kwa Mheshimiwa Rais. Hawa Mheshimiwa Rais wapo hapa Dar es Salaam, wametoka makao makuu wako hapa mkoani kupata mafunzo. Lakini pia Mheshimiwa Rais, naomba utambue uwepo wa manaibu mawaziri. Mheshimiwa Rais, naomba pia utambue uwepo wa makatibu wakuu waliobahatika kuwepo nasi, manaibu makatibu wakuu. Mheshimiwa Rais, kwa heshima naomba utambue uwepo wa kamati ya usalama wa mkoa wa Dar es Salaam. Hii ndio kamati ambayo inaendelea kufanya kazi nzuri sana ndani ya mkoa wetu. Mheshimiwa Rais, naomba pia utambue uwepo wa katibu tawala wa mkoa wa Dar es Salaam, ndugu yangu Abdul Muhinte. Naomba utambue uwepo wa wakuu wa wilaya wote wa mkoa wa Dar es Salaam. Hili ndio pia jeshi langu hili la wilaya zote katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Naomba pia utambue uwepo wa makatibu tawala wa wilaya na wakurugenzi waliobahatika kuhudhuria. Asante. Asante sana. Mheshimiwa Rais, naomba pia utambue uwepo wa viongozi wa dini. Hawa ni baadhi. Lakini pia Mheshimiwa Rais, naomba utambue uwepo wa wazee wastaafu, na kwa heshima yako na kwa heshima yao naomba japo ni wataje wachache. Mmoja anaitwa Mzee Paulo Kimiti. Huyu namtaja kwa sababu mimi niliwahi kuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya na yeye aliwahi kuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya. Kwa hiyo nampendelea Mzee Kimiti, nashukuru sana. Lakini pia aliwahi kuwa ni waziri, kwa hiyo ni waziri mstaafu. Mheshimiwa Ramadhani Madabida, nashukuru sana. Mheshimiwa Balozi Christopher Yundi, asante sana. Mheshimiwa Balozi Patrick Sele, atakuwa kazi maalum. Mheshimiwa Rais, naomba pia utambue tupo na wazee ambao zamani waliwahi pia kushiriki katika michezo ya mpira, walikuwa ni wachezaji, ingawa sifahamu sana walikuwa Yanga au Simba. Wako chini ya mzee wetu Abdalla Kibaden. Naomba simame. Mzee Kibaden. Wale pale. Wale walikuwa wanacheza sana mpira, lakini kwa sasa wameshakuwa ni wajumbe baraza la wazee. Mheshimiwa Rais, naomba pia utambue wajumbe baraza la wazee wa mkoa wa Dar es Salaam kwa ujumla. Sasa naomba wazee, kwa wale mnaoweza kusimama kidogo msimame kidogo kama kufanya mazoezi, mpungie Mheshimiwa Rais mkono. Na hawa Mheshimiwa Rais wanaongozwa na wenye viti wa mabaraza haya katika kila wilaya. Naomba wale viongozi wa wilaya msimame tena ili Mheshimiwa Rais awaone. Wako chini ya Mzee Mbonde. Asante sana. Naomba pia Mheshimiwa Rais utambue uwepo wa wabunge wa mkoa wetu wa Dar es Salaam na wale wa nje ya mkoa wa Dar es Salaam. Naomba pia Mheshimiwa Rais utambue madiwani waliobahatika kuhudhuria. Asante. Mheshimiwa Rais, naomba pia utambue uwepo wa waandishi wa habari, mpunge mkono waandishi wa habari. Mheshimiwa Rais, hawa ni baadhi ya wazee wachache
na wale wanaojiandaa pia kuwa wazee, kwa sababu mawaziri wengi sio wazee, ambao pia na wao watakuja kuwa wajumbe wa mabaraza ya wazee baadaye. Lakini kwa leo tupo tayari kusikiliza hotuba yako Mheshimiwa Rais na maelekezo yote kwa katika kikao hiki muhimu. Baada ya kusema haya, Mheshimiwa Rais, nakushukuru na asanteni sana. ST Bongo, nyumbani kwanza.